Kwa hivyo sisi twasema kama waumini wa dini ya Kiislamu tutakufa na jambo kama hili kwa vovote, hatuwezi kukubali hili, hatuwezi kukubali kupitishwa, sababu manake ni kwenda kinyume na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuwezi kukubali, tutapambana nalo. Sasa hivi tuzungumza tu kwa amani, wala hakuna maandamano, lakini ikiwa litaendelea, tutawaambia majaji wote ambao kwamba wenye fikra kama hizi waziwate, na haswa mambo yanofungamana na sisi Waislamu wasiangilie wala wasiaguse, kwa sababu sisi hatuko tayari kunyosha shingo kwa mambo ambayo kwamba si sawa na mambo ambayo kwamba ni ya batil. Tutayari kwa hali yoyote, kwa damu zetu, kwa mali yetu, mpaka pumzi zetu za mwisho, kwa ajili ya kutetea haki zetu Uislamu. Kwa hivi sisi tumeambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi, Uislamu moja kwa moja, hakuna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru. Kwa hivi maneno ni hayo, hakuna mengine. Tuwaambia majaji wawe na nidhamu na waangalie haki zetu, sababu tushazungumzwa hapa kwamba sisi tuna uhuru wa kuabudu. Kwa hakika masala haya ambayo kwamba yametokea kwa mahakama ni kuonesha udhaifu mkubwa sana kwa mahakimu. Hawa mahakimu waliozungumza masala haya yaonesha kwamba ni watu hawajui kazi yao na hawaelewi, au pengine ile katiba ya Kenya hawakuisoma na hawaielewi au hawaifuati, kwa sababu katika kifungu cha 32 katika katiba ya Kenya yaeleza uhuru wa kuabudu na uhuru wa mtu kuamini alitakalo. Wata kuzungumza habari ya Qur'ani au hadithi. Hii katiba ya Kenya, wao hawa mahakimu ambao kwamba wao walioipitisha hii katiba, uhuru wa kuabudu Kenya na imani ya mtu ile anayoamini katika dini yake asiingiliwe, ndivyo ilivyosema katiba. Sasa ni vipi hawa mahakimu watuingilia katika dini yetu? Kwa nini? Utaona kwamba hawa wao waangalia dini kwa upande mwingine na waangalia dini yetu kuchochea, huku hawa mahakimu ni kuonesha kwamba ni uchochezi kwa Waislamu kabisa. Huu ni uchochezi, kwa sababu manake katiba imekataza mambo kama haya, mtu asiingilie kwenye dini yake. Kwa nini waingilie katika dini yetu? Kwa nini wachochee katika dini yetu? Kwa nini watoe hukumu katika dini yetu? Wao nani? Hukumu hii ni yetu sisi Waislamu. Ikiwa mwanaharamu atarithi asirithi, hawayahusu wao, wala wasijaribu kutoa hukumu kama hizi. Tena wakome na waifute na watoe apologize kwamba wamefanya makosa kuzungumza dini za wenzao ambao kwamba si zao. Kwa nini kutuingilia katika dini yetu? Nyinyi mahakimu mumepitisha katiba kama hii, mtu asiingiliwe kwenye dini yake. Kwa nini nyinyi mkuingilia? Kwa hivyo sisi hatuwezi kukubali jambo kama hili, kwa sababu sisi hatuingilii katika dini yenu, na nyinyi msiingilie. Kama mlivyoambiwa lakum dinukum waliya dini, kila mtu angalie dini yake. Na nidhamu kama hii ya Uislamu ni nidhamu njema sana. Lao muna busara nyinyi wa Kristo ambao mmezungumza kama maneno kama haya, muna busara, basi mungalifuata nidhamu kama hili, kwa sababu Uislamu hawataki usema wala takarabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, msikurubie zina. Hii namna alivyopanga Uislamu si kwamba amemdharau mwana haramu au kumuonea mwana haramu kama namna mnavyosema. Mwana haramu hana makosa. Kuna mambo mengi katika Uislamu yamezungumzwa vipi mwana haramu ataangaliwa na baba ambaye kwamba yeye amemzaa mtoto kama ule kwa ndia kwamba si halali. Kuna mambo yake yamepangwa katika dini ya Kiislamu, namna gani ataangaliwa, namna gani atasaidiwa. Mwana haramu hakutupwa wala hakudharauliwa. Kwa hivyo mjue kwamba sivyo namna mnavyosema nyinyi kwamba Uislamu au Qur'ani imeenda kinyume kumdharau mwana haramu. Mwana haramu hakudharauliwa na amewekwa mikakati yake na nao haki yake atapata ikiwa imethubutu ule baba ni wake.
Lakini na mwanaharamu umesema kwamba Uislamu amrithi mamake na mamake amrithi mwanaharamu mtoto wake, kwa sababu mamake ni mamake. Ala kul hali, shuruti kama hizi ziko nyingi zimeelezwa, lakini hii ni nidhamu ya kuondosha uchafu katika mujtama wa binadamu, wasiishi katika uchafu. Ina maana gani kuwekwa ndoa msikitini? Ina maana gani kuwekwa ndoa kanisani? Kwa sababu kuthibitisha kwamba huyu amemua huyu na kizalikacho ni cha huyu. Hii ndio kuwekwa ndoa. Kama ikiwa mwanaharamu yoyote atarithi tu, mtu yoyote akisema mimi huyu babangu atarithi, basi itakuwa haina haja kuwekwa ndoa kwa watu kuoana, wala hakuna haja watu na makanisani kuoana. Ni watu washikane kama kuku ndiani, ampate mwanamke ampande azae atamrithi ule hii kuonesha kwamba sisi tuwapenda kueneza uchafu. Ni kama haya mambo ambayo kwamba yanaoendelea, mambo ya LGBTQ, haya mambo ya ushoga haya, utaona kwamba watu washangilia zaidi ifanyike ni kama haya, na huko sasa washangilia uzinifu uzidi kuendelea. Kwa hivyo sisi twasema kama waumini wa dini ya Kiislamu tutakufa na jambo kama hili kwa vovote, hatuwezi kukubali hili, hatuwezi kukubali kupitishwa, sababu manake ni kwenda kinyume na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuwezi kukubali, tutapambana nalo. Sasa hivi tuzungumza tu kwa amani, wala hakuna maandamano, lakini ikiwa litaendelea kufanya mambo kama hili, na sisi tutaangalia jambo lingine tulifanye, na Mwenyezi Mungu tawafikia. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi. Bila shaka mkusanyiko huu ni kwa ajili ya kuzungumza hili tukio ambalo kwamba limetokea katika mahakama ya Supreme Court hiyo, na yalozungumzwa yatosha na kuzidi. Na sisi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amejalia katika nchi yetu alhamdulillah tuna makadhi, tuna na machief kadhi. Ni kwamba twaomba na twataradhilia tena kwa nguvu sana ya kwamba hii mahakama ya kadhi na mahakama ya chief kadhi isiwe na istinaf baada ya kuamua kadhi na baada ya kuamua chief kadhi. Twawaomba wabunge wetu, makonsela wetu, mashekhe wetu, maimamu wetu katika hutuba za Ijumaa, ili walizungumze sana jambo kama hili ya kwamba kesi ikimalizika kwa chief kadhi imekwisha kabisa. Kesi ikimalizwa na chief kadhi, kadhi akimaliza, ikiwa imekwenda kwa chief kadhi imalizika, isende mahala pangine, kwa sababu hayo ndio ambayo kwamba sababisha yani matatizo kama haya ambayo kwamba yalotokea. Kwa hivi ndugu zangu Waislamu, sisi maadamu ni Waislamu lazima tushikamane na sharia ya Uislamu, na haliwezekani kabisa kukubalika kwa mtu yoyote awe atatoa uamuzi wa kinyume cha mambo yanofungamana na dini yetu Uislamu. Na walozungumza shazungumza ni kwamba haya mambo yatasababisha zaidi kuenea uzinifu na mangineyo ambayo kwamba ni machafu, na hali ya dunia ni kama hii, na maradhi ni hayo ambayo kwamba yanaenea kila sampuli. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu na wa ulimwengu mzima, hata wa Kenya peke yake, twawaambia majaji wote ambao kwamba wenye fikra kama hizi waziwate, na haswa mambo yanofungamana na sisi Waislamu wasiangilie wala wasiaguse, kwa sababu sisi hatuko tayari kunyosha shingo kwa mambo ambayo kwamba si sawa na mambo ambayo kwamba ni ya batil. Tutayari kwa hali yoyote, kwa damu zetu, kwa mali yetu, mpaka pumzi zetu za mwisho, kwa ajili ya kutetea haki zetu Uislamu. Kwa hivi sisi tumeambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi, Uislamu moja kwa moja, hakuna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru. Kwa hivi maneno ni hayo, hakuna mengine. Tuwaambia majaji wawe na nidhamu na waangalie haki zetu, sababu tushazungumzwa hapa kwamba sisi tuna uhuru wa kuabudu. Wakitutolea maamuzi kama haya ni kama kwamba wao watutilia kikwazo kwenye uhuru wa kuabudu. Uhuru wa kuabudu yani kwamba wenye dini ya Uislamu waende na mitindo yao, wanawapa haki zao za Uislamu, na wale wenye dini nyingine vile vile na wao ni shauri yao na Mungu wao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.